Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA wilaya ya Kwimba Bwana Elias Msigwa amesema kuwa kutokana na wilaya hiyo kuwa miongoni mwa maeneo yanayoongoza kwa uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara, chuo hicho kimeanzisha mafunzo maalum ya ujasiriamali ambayo yatawawezesha vijana kutafuta na kupanua masoko ya mazao yao. Akizungumza na waandishi wa habari Machi 3, 2026 jijini Mwanza, Msigwa amesema kuwa pamoja na mafunzo ya ujasiriamali yanayolenga kuwawezesha vijana kuongeza thamani ya mazao yao, VETA Kwimba pia inatekeleza programu maalum ya kuwajengea vijana ujuzi wa uhifadhi salama wa mazao. Amefafanua kuwa kupitia programu hiyo vijana wanapatiwa maarifa na mbinu sahihi za kuhifadhi mazao ili kuzuia kuharibika, kupoteza ubora pamoja na kuvamiwa na sumu kuvu, hali inayochangia kuongeza tija na kipato kwa wakulima na wajasiriamali wa eneo hilo. Kupitia serikali, VETA imeandaa mazingira rahisi ya uwezeshaji wa kuhakikisha Watanzania wengi wanapata fursa na kujifunza ufundi stadi kwa urahisi zaidi. Moja ya njia hizo zinazorahisisha unyumbufu huo ni pamoja na kuboresha utaratibu wa udahili. Katika utaratibu wa udahili hapo mwanzo VETA tulikuwa tunatumia mtihani wa upimaji wa aptitude test kwa ajili ya kupima wale waombaji wanaokuja kujiunga na vyuo vya VETA. Lakini mtihani huu sasa umeondolewa kwa ajili ya kurahisisha Watanzania wengi kupata nafasi na fursa kulingana na nafasi zilizopo kwenye vyuo vyetu vilivyo vingi Tanzania nzima. Jambo lingine ambalo limefanywa au tumelifanya VETA ni kupunguza vigezo vya kusoma, hasa kwa wale wenzetu ambao wanatoka elimu za juu kuanzia diploma, degree pamoja na ngazi za degree ya pili. Hawa wote wakati fulani walikuwa wanakosa hizi fursa za kurudi kusoma VETA kwa sababu walikuwa wanaona kuna baadhi ya masomo tayari wameshakwisha yasoma wakiwa huko kwenye hivyo vyuo walivyokuwa wamehudhuria, na wakirudi huku wanaona tena kuna mzigo mwingine ambao utakuwa tena una masomo yanayolingana na yale. Sasa wanaona kwamba itakuwa ni upotezaji wa muda. Hivyo mamlaka ilimeliona hilo na kuweka utaratibu sasa kwamba wale wote ambao wanatoka kwenye vile vyuo basi wanarudi na sisi tunawapokea. Lakini katika kuwapokea kama VETA tunaangalia stadi zipi ambazo tayari wamekwisha zipata wakiwa kwenye hivyo vyuo ambavyo wamevisoma, na zile ambazo wamezikosa ndizo ambazo sisi tunawaongezea na kuweza accommodate ili waweze kusoma hizo kwa muda mfupi na mwisho wapate ule ujuzi na vyeti vyao na kuweza kutumikia ujuzi wao. Jambo lingine ni kuwazingatia wenzetu wenye mahitaji maalum. Swala hili limekuwepo katika mazingira ya uwezeshaji. Wenzetu wenye mahitaji maalum wamekuwa wakiwezesha kwa njia mbalimbali, lakini mamlaka bado imeendelea kuona umuhimu wa kutanua wigo wa kuweza kuwaangalia hawa kwa kuangalia miundombinu tunayoitumia na kuiweka vizuri ili iwe rahisi kwao kuweza kujifunza, na wakifika vyuoni kwetu pia sisi tunavyowapokea tunaangalia namna ya kuweza kuwahudumia. Hapa tunaangalia zaidi kwamba kama huyu mwanafunzi anaweza kuhudumika vizuri kwenye chuo ambacho labda nakisimamia mimi, lakini kuna chuo kingine kina miundombinu ambayo inaweza kumwezesha zaidi kulingana na mahitaji yake, basi tunaweza kumshauri mzazi, tunaweza kumuongoza ili aweze kumpeleka kwenye chuo husika ambacho kinaweza kumaccommodate kulingana na mahitaji aliyonayo. Lakini zaidi ya hapo, serikali imeenda mbali zaidi kwa kuhakikisha kwamba imetengeneza utaratibu sasa wa kuwaondolea malipo ya ada hawa wenzetu wenye mahitaji maalum. Kwa sasa wenzetu hawa manake ni wazazi kuhamasika kuwaleta kwenye vyuo vyetu ili waweze kusaidiwa na kupewa mafunzo yanayostahili kulingana na ujuzi ambao wangetamani kuupata. Lakini mbali na hivyo sisi kama mamlaka tumeanzisha mafunzo ya jioni sasa hivi, tofauti na miaka ya nyuma ambapo Watanzania wengi tunajua kwamba walikuwa pengine wanatamani kupata hizi fursa, lakini kulingana na muda wao wa kazi zao ambazo shughuli zao wanazifanya kuanzia asubuhi, basi wanakosa ule muda wa kuweza kushiriki kwenye haya mafunzo. Hivyo sasa
Mamlaka imeanzisha utaratibu baada ya kufanya utafiti huo, imeanzisha utaratibu kwamba sasa tutakuwa na sessions za jioni, kwa maana wanafunzi tutakao wadahili sasa na ambao tayari kwa msimu huu wa mwaka wa masomo huu tayari wengine wameshadahiliwa kwa program za jioni, ambapo sasa hivi kutakuwa na session za asubuhi za kozi za muda mrefu, lakini tutakuwa na session za jioni za kozi za muda mrefu. Kwa hiyo ni moja ya kupanua fursa za Watanzania kupata mafunzo haya na kuweza kujinufaisha kwenye ujuzi mbalimbali, na mwisho wa siku wakautumia ujuzi huo kuweza kufanya shughuli mbalimbali za kijamii na kujikwamua kimaisha. Vijana wetu wengi wanaomaliza mafunzo VETA wamekuwa wanatawanyika kwenda kutafuta ajira zao, lakini kunakuwa hakuna mfumo rasmi ambao umewakusanya na kuweza kuweka kuweka nasema database ambayo itawatambua kwamba kuna mafundi wanapatikana sehemu fulani, ili Watanzania wasiwe wanapata tabu ya kuweza kuwapata pale wanapowahitaji kwa ajili ya kuwafanyia kazi. Sasa mfumo huu umelenga kwa ajili ya kuwatambua hawa wa mafundi wanaomaliza kutoka VETA na kuwakusanya na kuziweka taarifa zao kwenye mfumo, ili sasa Mtanzania yeyote anayekuwa na shida ya kupata fundi ana uwezo wa kuweza kuingia kwenye mfumo akajaribu kuvuta hayo majina yaliyopo kwenye mfumo na kuchagua fundi anayemhitaji ambayo yuko katika ile locality yake, yani eneo husika ambalo anaishi. Atachagua huyo fundi, atawasiliana naye kwamba anahitaji huduma yake, na hapo fundi huyo ataweza kuelewana na akaenda akamfikia na kumfanyia kazi yake na malipo yakafanyika, na yeye akawa tayari ameshapata huduma kabla, yani huduma bila kutoka nyumbani kwake au bila kutoka eneo lake. Kwa hiyo hii inalenga kuwafanya Watanzania sasa waweze kupata hiyo fursa ya kupata kwa urahisi huduma za mafundi hao. Jambo lingine ni kuwatambua na kuwajengea uwezo mafundi ambao wamejifunza ufundi lakini katika mfumo usio rasmi. Tunafahamu kwamba Watanzania wengi si wote wamepita vyuoni, lakini wanatufanyia kazi zilizo nzuri kabisa kwenye jamii yetu. Na hawa ni mafundi. Tunakuwa na magari yetu tunapeleka kwenye magereji ambao vijana wamejifunza tu mtaani na akawa yuko pale na anafanya kazi vizuri. Lakini sasa ili aweze kutambulika, basi anahitaji tuweze kumsogeza kwenye ulimwengu wa masoko. Sasa ili kumsogeza kwenye ulimwengu wa masoko ni lazima tumtambue na tumvalue au tumuongezee thamani. Sasa kumuongezea thamani tunamrudisha kwanza, tunamtambua kwanza kuna vitu gani ambavyo hakujifunza akiwa kwenye mfumo rasmi, na tunamuongezea hivyo vitu ambavyo hakujifunza, na tukishamfundisha sasa tunampa na cheti ambacho kitaonesha umahiri wote ambao alionao, ili sasa aweze kuingia kwenye soko la ajira, aweze kuajirika, lakini aweze kukompiti kwenye tenda mbalimbali ambazo zinatolewa na mamlaka mbalimbali. Vijana kuingia katika sekta muhimu za kipaumbele. Sasa katika mashirikiano haya au katika hizi fursa za kimkakati, moja ya fursa ambayo imebainishwa ambayo sasa tunaenda kuitekeleza kama VETA ni mradi wa ujasiriamali wa vijana kwa mustakabali wa chakula na kilimo. Katika hili sisi VETA tunaenda kufanya nini? Sisi VETA tunaenda kutekeleza mafunzo ya kuwafundisha hawa vijana ambao watapata hii fursa kuweza kujikita kwenye teknolojia za utengenezaji wa zana na utumiaji wa zana zile za kilimo, lakini katika sekta ya umwagiliaji kwa maana ya kuanzisha mifumo ya irrigation na kuwafundisha hizo teknolojia zake, lakini pia teknolojia ya uhifadhi wa mazao baada ya mavuno. Hapa tunategemea VETA inategemea kuwafundisha vijana takriban 5631. Kwa mantiki hiyo, sisi kama vyuo tunategemea kuhakikisha kwamba kundi hili kubwa la Watanzania basi wanapita kwenye vyuo vyetu na wanapata hizo fursa. Hata sisi VETA Kwimba tumejiandaa kwa ajili ya kutekeleza mradi huo,
pale ambapo mamlaka itaona sasa inafaa kutuletea huu mradi na sisi tuweze kuutekeleza, ambapo ndio lengo kuu la mamlaka. Jambo lingine ni miradi ya wezesha binti na inclusives. Hii ni miradi ambayo inalenga kutoa mafunzo kwa vijana wa kike ili kuwajengea uwezo wa kujiajiri na kuajirika, na hapa takribani wa Tanzania wa kike 1400 wanategemea kunufaika kwenye mradi huu. Chuo cha VETA Kwimba sisi pia tumejiandaa kuhakikisha kwamba tutatekeleza huu mradi kadiri mamlaka itakavyoona kwamba tunapaswa kuutekeleza na maelekezo yote ambayo tutapewa. Kwa hiyo yote hii ni kulenga kule kwa ajili ya kupanua fursa za Watanzania wengi kupata mafunzo ya ufundi stadi. Lakini tumekuwa na mradi mwingine ambao umekuwa ukitekelezwa, tumeshatekeleza awamu ya kwanza. Huu mradi unaitwa Wanawake na Samia. Mradi huu tumeanza kuutekeleza katika almost mikoa yote, na vyuo vyote vya VETA vimeshiriki kuutekeleza mradi, na ambapo tayari Watanzania takriban 1600 wamenufaika na huu mradi na wameweza kupata ujuzi mbalimbali kwenye fani mbalimbali ambazo walikuwa nazihitaji za ufundi pamoja na huduma. Hata sisi VETA pia, VETA Kwimba, tumefanya huu mradi ambapo tulikuwa na takribani wanafunzi 18 ambao waliweza kushiriki kozi mbili, kozi ya ushonaji na kozi ya ufundi mabomba, na hawa wamemaliza na sasa hivi tayari wameshaanza kugawiwa vyeti vyao kwa ajili sasa ya kuanza kupata fursa za kuutumia ujuzi wao. Lakini katika huu mradi tayari mamlaka imeshatoa maelekezo kwamba ni mradi endelevu ambao tunaenda kwenye kutekeleza awamu ya pili. Katika hii awamu ya pili basi tunaamini kwamba tutakuwa ni sehemu ya chachu ya kutoa hamasa kwa wanawake wengi zaidi kujiunga na haya mafunzo ili waweze kujipatia maarifa na kuweza kuamini na ujuzi ili kuweza kujikwamua kwenye maisha yao. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.